Mfumo wa kidigitali yani albino mobile app ambao unakwenda kuwa nyenzo muhimu itakayorahisisha usajili wa watu wenye albino kwa kutumia simu za kiganjani, hasa katika maeneo yote ikiwemo maeneo ambayo mtandao umekuwa ni mgumu kufikika. Mfumo huu unalenga kuongeza ufanisi, kutoa taarifa sahihi na usalama wa taarifa, ikiwa pamoja na kuhakikisha wenye albino wanashiriki kamilifu katika maendeleo ya nchi yao, ambapo hii ni programu ya simu janja inawezesha kufanya usajili na kusanya taarifa za watu wenye albino na wenye ulemavu kwa njia ya kidigitali. Lakini kama nilivyoeleza, simu hii au mfumo huu unafanya kazi hata katika maeneo yasiyokuwa na internet. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, usajili huu wa watu wenye albino na ulemavu utasaidia kuhifadhi taarifa kiteknolojia, lakini pia utasaidia katika tafiti za masuala ya watu wenye ulemavu na pia dashboard kwa ajili ya takwimu na uchambuzi wa taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, mfumo huu utarahisisha, utaharakisha, utahakikisha usahihi katika usajili wa watu wenye albino na ulemavu nchini Tanzania, hususan katika maeneo ya pembezoni. Sambamba na maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi za kuimarisha ustawi na utoaji huduma kwa watu wenye ualbino, ikiwemo kuwatambua, kuimarisha mifumo ya kisera na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu hapa nchini. Wale wote wenye mamlaka ya kutoa huduma kwa Watanzania wanawajibika pia kutoa huduma kwa wanatasi au kwa wenye ualbino. Nashukuru mkuu wa mkoa upo, wakuu wa wilaya mpo, makatibu tawala mpo na wakurugenzi wa halmashauri. Hili ndio jukumu mlilopewa na serikali. Moja kati ya ajenda za kazi zenu kwenye ofisi zenu ni kuhakikisha kwamba jamii ya wenye ulemavu, wakiwemo watu wenye ualbino, ni lazima waingie kwenye mikakati yenu ya utoaji huduma kwao. Haya ndio maelekezo na ndio malengo. Na mimi nataka niwaambie, serikali yenu inaendelea kuratibu vizuri upatikanaji wa huduma karibu zote za kijamii, na nyie mnayo haki ya kupewa huduma zote za kijamii. Na kwa hiyo Mheshimiwa Mole, wewe kama mwenyekiti, wakati wote kwenye mikutano yako endelea kuhakikishia mpango mkakati wa serikali wa kuendelea kuwahudumia kwenye sekta zote, iwe ni elimu, afya, maji, matumizi ya barabara, upatikanaji wa umeme na yale yote muhimu, ikiwemo na sekta za kilimo. Watu wenye ualbino mna haki yenu ya msingi kabisa kupewa huduma hizo. Wakuu wa mikoa, hakikisheni usimamizi madhubuti na utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa haki za ustawi wa watu wenye ualbino na mkakati wa taifa wa teknolojia saidizi na mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa taarifa za watu wenye ulemavu katika ngazi zote hizi ukasimamiwe vizuri, kwa sababu mifumo hii tufanikiwe inaenda vijijini, kwenye kata, halmashauri za wilaya zinahitaji usimamizi. Mkuu wa wilaya simamia hili, mkuu wa mkoa utasimamia kwenye mkoa, ili upate taarifa ya namna tulivyotumia mfumo huu na kutumia mifumo yetu. Uwezeshaji wa kiuchumi na uendeshaji, hili tumelifanyia kazi kwa miaka yote na tunaendelea kutoa huduma za mikopo kwa wanawake, vijana wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, sambamba na kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa Wezesha Poto ambao unachagiza ongezeko la idadi ya wanufaika. Sasa hivi tunafikia karibu 50%. Na kupitia mfumo huo watu wenye ulemavu wanaweza kukopa mtu mmoja mmoja ama kikundi. Na kufikia mwezi wa 3 mwaka huu tayari shilingi bilioni 5.48 zimetolewa kwa vikundi 891 kwa ajili ya watu wenye ulemavu jumla hapa nchini. Lakini pia kwa mwaka 2024-2025 ruzuku imeongezwa hadi kufikia shilingi milioni 230 ikilinganishwa na shilingi milioni 200 zilizotolewa miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo kwa sasa tumepanda juu.
Tunaimarisha utoaji wa huduma za afya kwa watu wenye ualbino kwa kipindi kuanzia mwezi wa 7 2021 hadi mwezi wa 6 mwaka jana 2024 kupitia bohari kuu ya dawa MSD ambayo nimeikuta iko hapa. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kusambaza katika mikoa yote 26 Tanzania kupeleka mafuta kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye albino. Na aidha, mwaka wa fedha 2025 serikali yetu ilitenga bilioni 8.743 kwa ajili ya huduma za ustawi wa jamii. Lakini pia kulikuwa na shilingi milioni 182,859,160 ni kwa ajili ya ununuzi wa mafuta kinga tu ya saratani ya ngozi hasa kwa watu wenye ualbino. Tumetenga fedha katika kila halmashauri ya kununua vifaa ni kwa ajili ya walemavu wetu walioko kule. Moja, kwa wenye ualbino, halmashauri inayo jukumu la kununua lotion, kofia na miwani. Pesa ziko kwenye halmashauri. Na kwa hiyo wanafunzi wetu wenye ualbino wanaosoma kwenye shule za msingi za kawaida ni lazima wapewe huduma hizi ambazo serikalini tunasema tunazitoa kwa umuhimu wake kwa bure kwa wanafunzi wetu wanaosoma shule za msingi, sekondari na huko. Mbili, kwa wenye uono hafifu, fimbo, mashine za kuchapia, brela na makaratasi yatanunuliwa na halmashauri iwe ni sehemu ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia shuleni. Kwa hiyo halmashauri lazima ziratibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, simamieni haya. Tatu, wenye ulemavu wa viungo kama hawezi kutembea kabisa, ni jukumu la halmashauri kununua baiskeli au kutafuta namna yote ile ili kijana huyu ambaye anashindwa kutembea apate kuondoka kutoka eneo moja mpaka eneo jingine. Ni lazima kila halmashauri inunue vifaa saidizi vya wale wanafunzi wote wenye ulemavu. Haya tulishaagiza na tunatarajia kwamba vitaendelea kutumika.